Hamjambo mtazamaji wa televisheni Mteba TV, karibu kuweza kuungana nasi katika taarifa zetu za habari katika lugha bora tukufu la Kiswahili. Taarifa yake Janvier Emmanuel Kaluya. Ikiwa ni mara ya kwanza kutembelea channel yetu, usikose kujiabone kwenye channel yetu, kulike pia kushare kwa wengine tunapotoa habari zetu kila leo, uwe wa kwanza kabisa kuweza kuzipata. Vituo vyetu vinapatikana mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Leo ni tarehe 18 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Tukaribishe kuweza kujiunga nasi kabisa katika habari zetu za kila siku, ambapo kila leo tunapata nafasi ya kuzungumzia kuhusu vita ambavyo vinavyoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Matumaini yangu kwamba mko wengi kabisa mkiwa kando ya televisheni yenu, mkiendelea kufuatilia matangazo yetu moja kwa moja kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Yale ambayo tutakayozungumzia kabisa kusikia leo, tutazungumzia kuhusu tena vita ambavyo vimeweza kuzuka pale maeneo ya Minembwe na maeneo kadhaa ya hapo Minembwe, ambapo utakwenda kujua kabisa hali kwa sasa namna gani ilivyo huko maeneo ya Minembwe katika tarafa la Fizi. Tutakwenda kabisa kujua mengi kuhusu mapigano ambayo yameanzishwa, ambayo mapambano kabisa ambayo iliweza kuanzishwa pale maeneo ya Minembwe, yakiwemo kabisa maeneo ya Tavi, Ilundu na Madegu, kufuatia kabisa mashambulizi hayo ambayo iliyoweza kabisa kuripotiwa. Na pia tutazungumzia kuhusu uwanja wa ndege wa pale Kavumu ambao wageuka kabisa kitovu cha shughuli za kijeshi za Rwanda, ambapo kila leo uwanja huo unapokea ndege za kila aina kutoka pale maeneo ya Rwanda. Tutakwenda kujua kabisa mengi kuhusu habari hizo. Na pia katika mji wa Uvira tutakwenda kuzungumzia kuhusu kikao ambacho kiliweza kukutanisha viongozi wa wazalendo pamoja na mashirika za kiraia mbele ya meya wa jiji, ili kujadiliana kwa pamoja kuhusu kuunga mkono rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi. Utakwenda kujua kabisa mazungumzo ambayo iliweza kufanyika na waandishi wa habari ambayo iliweza kufanywa naye Samadari Mwami Wembasi. Na kwa mwisho, haya na mengine, niweze kukaribisha kuweza kuungana nasi mwanzo hadi mwisho. Nambari yetu ya WhatsApp iko hapo chini. Ukiwa na maoni au pendekezo kabisa, usisite kuweza kutuandikia kupitia nambari yetu ya WhatsApp ambayo iko hapo chini. Moja kwa moja tuanze na habari zetu za siku ya leo. Mapigano tena yaweza kuanzishwa kati ya FARDC na waasi wa M23 kwa ushirikiano kabisa na wazalendo, huku akitaja kuwa FARDC yasonga mbele kuelekea Minembwe katika wilaya ya Fizi mkoani Kivu Kusini. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa ushirikiano na wazalendo limeweza kutangaza kurejesha udhibiti wa maeneo kadhaa muhimu yaliyoko kabisa pembezoni mwa Minembwe, yakiwemo Kitavi, Ilundu na Madegu, kufuatia mashambulizi ya kujibu dhidi ya mapigano ya makundi yenye silaha inayojulikana kama M23, Twigwaneho pamoja na Redi Tabara, ambao kabisa Kinshasa inadai kuwa wanaungwa mkono na serikali ya Kigali. Mapigano hayo yameingia kabisa katika hatua mpya baada tu ya mashambulizi ya ndege zisizokuwa na rubani ama drone ambazo ziliweza kutaja kuwa zaendelesha mashambulizi katika ngome ya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na hii inafanya wanajeshi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuweza kabisa kujikita na kujibu na kufuatilia kabisa kupitia mapambano hayo ambayo yanayoendelea huko maeneo ya Minembwe. Nyumba za raia pamoja na hospitali kuu ya rufaa ya Minembwe, wakati wa FARDC ikiendelea kabisa na kujibu kuhusu juhudi hizo, ila mpaka sasa kabisa ambazo habari tunazo zinakuwa kabisa zikionyesha kuwa jeshi la Kongo liko kabisa na uwezo wa kudhibiti maeneo kadhaa, kwa sababu vita vinaendelea kuripotiwa maeneo mbalimbali, huku Minembwe kabisa ikiwa
imebaki katikati, na hii ni moja kati ya viungo vikubwa ambavyo vinavyotegemewa wakati wa udhibiti wa FARDC pale maeneo ya Minembwe, Irundu, Itabi, Kitavi, Itabi pamoja na nafasi zinazozunguka kabisa shule za anga na Lukechi bado kabisa zipo mikononi mwa wapiganaji wa adui, kama vile tunavyozungumza kila leo, kwa sababu sisi tunakuja ili tukupatie habari zenye kuwa za ukweli. Kwa sasa maeneo kabisa ambapo adui anamiliki ni pale Irundu, Itabi, Kitavi, Itabi pamoja na nafasi zingine ambazo zinazoelekea pale maeneo ya Minembwe, ndipo kabisa adui angali anamiliki. Lakini maeneo mengine kabisa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na wazalendo kwa sasa vipo kabisa katika maeneo ya vikiwa kabisa katika maeneo ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Maneno mengi kabisa yakitaja kuwa kuna maadui ambao kabisa wako wameanza kuweka silaha chini ili kuweza kujisalimisha mbele ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wananchi hasa jamii ya Banyamulenge inaendelea kuwa mbaya kutokana tu na vita vya ukatili vinavyoendelea kufanyika kabisa kati ya waasi, wakitaja kuwa kunakuwa na mauaji kadhaa ambayo wanaoendelea kuifanya huko maeneo ya Minembwe. Sekta ya operesheni ya Sokola ya pili kusini mwa Kivu Kusini imesisitiza azma yake ya kuendelea na operesheni ya kudai kuwa ikiwa adui ataweza kubali na kuweka silaha chini, basi watakwenda kumshughulikia, kwa sababu serikali iko mbioni kufanya kazi na kufanya liwezekanalo ili kumaliza vita hivyo ambavyo vimeendelea muda mrefu kwa maeneo ya Minembwe. Kwa sasa habari ambazo tunazozipata zinaeleza kuwa hali inaendelea kuwa mbaya huko maeneo ya Minembwe, wakati kabisa wazalendo pamoja na jeshi la taifa likiendelea kufanya liwezekanalo ili kurejesha vijiji kadhaa. Habari zingine ambazo zinaanza kwenye mitandao wakitaja kuwa Kanali Michele ambaye anahusika na operesheni ya kijeshi kuwa amefariki kwa kupigwa risasi na drone ambazo zilizopigwa pale maeneo ya Minembwe. Habari hizo kabisa zikiwa ni za uongo, wakitaja kuwa majira ya jana kulikuwa na drone nyingi ambazo ziliweza kutoka pale Rwanda, ziko 4 ambazo zilikuwa hewani huko maeneo ya Minembwe zikiendelesha shambulizi, lakini habari ambazo tumezipata zinatajwa kuwa hazikuweza kufanya kabisa madhara kwa ngambo ya jeshi la FARDC, lakini kuna baadhi ya raia ambao waliweza kuumia, na kwa sasa tunaendelea kufuatilia. Tutakuja tena ili kwamba tukujuze kile ambacho kinachoendelea kuhusu vita huko maeneo ya Minembwe. Ikiwa tunaendelea na taarifa yetu ya habari katika lugha bora tukufu la Kiswahili, tuzungumzie kabisa kuhusu maeneo ya Bukavu ambapo kabisa uwanja wa ndege wa Kavumu wageuka kitovu cha shughuli za kijeshi za Rwanda. Uwanja wa ndege wa Kavumu unadaiwa kuwa kitovu cha shughuli mbalimbali za anga za jeshi la Rwanda, ambapo kabisa ndege zisizokuwa na rubani pamoja na ndege za kawaida kila leo zinatua huko maeneo ya Kavumu. Hivyo ndivyo mmoja kati ya wasemaji wa Majimaji ambaye aliweza kudhibitisha kitaja kuwa shughuli mbalimbali zinafanyika kwenda Rwanda kuja Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo kabisa wadadisi wakiwa wanaendelea kufuatilia kujua uwanja huo unatumiwa kwa hali gani, na hii inaweza kuleta hofu na taharuki katika vita ambavyo vinavyoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kuna jambo ambalo tunaendelea kujiuliza wakati wanadai waasi wa M23 kuweza kuondoka na hasa jeshi la Rwanda kuacha ardhi ya Kongo, lakini kila leo ndipo ambapo linaendelea kujiongeza katika vita ambavyo vinaendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Turejee hapa mjini Uvira, tuweze kujuza kuhusu mazungumzo ya viongozi wa wazalendo wa kadre politiko wa wazalendo ambao wameweza kufanya kikao chao pamoja na mashirika za kiraia ili kujadili kuhusu usalama mdogo ambao unaoendelea katika jiji na tarafa letu la Uvira na kuhusu kumuunga mkono rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tulipata nafasi ya kukutana na Samadari Mwami Wembasi akiwa kabisa moja kati ya makada wa viongozi wa wakadre politiko wazalendo. Alipata nafasi ya kujibu kwa vyombo vya habari baada tu ya kikao hicho ambacho kilichofanyika katika mji wa Uvira.
Jambo kiongozi. Jambo sana. Huko mbele ya vyombo vya habari unaweza kujitambulisha? Mimi ni coordinateur wa cadre politico-militaire wa Coalition Nationale de VDP, Sentinelle de la RDC, VDP RAD, Samadar Mwami Wembas. Tuko Uvira hapa, tumewaona katika kikao mkizungumza, mkiitisha viongozi wa miji, mashirika ya kiraia. Kulikuwa nini? Tumeweza kuwaitisha wa cadre politico-militaire wote wa uzalendo na ba chef de village, mashirika za kiraia, yani makushe kofondi ambayo tumeweza kualika leo vis-a-vis na uzalendo ambao watu wa Uvira walionyesha kumuunga Rais Tshisekedi mkono na pia kupigania udongo wa mababu zetu ambao ilivamiwa na waasi kutoka Rwanda, Uganda na Kenya ambao ni wanilotiki au Watusi wenye Rwanda ambao wanataka kubarikanize nchi na kufukuza wenyeji wa Kongomani wenye nchi yao ili iwe miliki yao. Ndio maana tumewaita kuwaonyesha kurekadre wazalendo, kurestaurer l'autorité de l'État, aussi kusoutenir garant de la nation Felix Tshisekedi ku diplomasi ambayo ameweza kufanya hapa Uvira. Ni mshangao maana adui alikuwa hapa Uvira na adui alitimuka mwenyewe kama vile amefukuzwa. Ni kwa sababu ya diplomasi ya garant de la nation, na kwa hiyo hatuwezi kuiacha ipite inapersi. Lazima turapele wa watu wa Uvira na tuambie namna gani tunaweza kujishika na kurudisha tena uzalendo kwa mstari na kumaliza madivizio ya wazalendo, ili kwamba wazalendo wajue nini kilichowafanya kuwa wazalendo na kuendelea kuheshimia wakuu viongozi wa serikali. Mbinu zipi ambazo mumefikiria kuzitembelea kwa kuonyesha kweli kweli mnamuunga rais mkono kwa juhudi zake za kidiplomasia ambazo zinaelekea kumaliza mizozo? Kwanza, wazalendo ni kuipenda nchi na pia kuheshimia serikali, yani wa autorité politico-administrative et que militaire, et aussi wazalendo kutokupiga masasi ovyo ovyo ndani ya mji. Hiyo inaonyesha kwamba inamupenda rais. Na mbindu ambayo bwana journaliste tumesema kumuunga rais, kuna kitu ambacho tutakifanya ambacho kitashitua ulimwengu mzima, kuonyesha kwamba nchi ya Kongo ni ya Wakongomani na Wakongomani wenyewe ndio wamemchagua Rais Tshisekedi kama rais wao. Ndio kitu bado usoni kitatokea bwana journaliste, na kwenye mitandao watu watakiona, ambacho tunaomba tu raia ya Uvira iunge mkono coordination ya wakadre politico-militaire Sentinelle de la RDC, Coalition Nationale ya wazalendo, waunge mashirika za kiraia wakati tutalanse apele ya raia iwe kwa wingi, ili kwamba tuweze kusutenir garant de la nation kwa hiyo action ambayo tutafanya. Hiyo action bado ni mimba iko tumboni, ni siri. Bwana journaliste, unajua tukianza kuisema haiko vizuri, lakini siku si nyingi hapo mbeleni tutaisema, sababu bado ingali mimba. Hatuwezi kuisema sababu hatuyaweza kuinforme wakuu viongozi wa kata. Lazima tuinforme kwanza wakuu viongozi na baadaye tuseme ile action ambayo itamshindikisha garant de la nation kwa kazi ambayo ameifanya, sababu tunapaswa kumshukuru Mungu na aliyetupatia Felix Tshisekedi, na pia tumshukuru garant de la nation Felix Tshisekedi kwa diplomasia ambayo ameweza kufanya hapa Uvira. Wewe binafsi, namna vile kikao kimeenda, umefarijika? Kwa kweli journaliste ulikuwa temwe. Mwewe journaliste ndio mnakuwa kama sutwa. Mwe ndio mnakala mnaona mliona kikao, watu walifika kwa wingi, makushe sosio yote ilifika, ba president mouvement ya wazalendo walifika, ba autorité politico administrative ya mairie na province bote balifika, service ya jeunesse ilifika, na kikao kilikuwa kizuri sana na tulishukuru Mungu kwa ambayo ametutendea. Tunafika mwisho wa mazungumzo haya. Kuna neno lolote la kuongeza kama vile ujumbe aiza wito? Ni ujumbe kwanza, ni nyinyi wa journalist mtatusaidia kuwa upande wetu kutufikishia habari kwa ambao hawakuwa nasi waweze kusikia. Na ujumbe wa pili ni kuambia raia ya Uvira iwe vigilant,
wasidanganywe na opposant. Kwa wakati wote tulipigania nchi, hatukona opposition. Tulimuona Garde de la Nation mwenyewe ambaye mara kwa mara alituma wazalendo kutuunga mkono na kututia pamoja, lakini waopoza bote wanajiita wasema opposition, parti de l'opposition, hatukuiona. Kwa hiyo tunaambia raia yetu basidanganywe, maana leo kunakuwa vita vya kisiasa kati ya watu ambao wanataka kupigania, wanatafuta kuvuna ambapo hakupanda. Rais Tshisekedi aliweza kupanda, ni lazima avune matunda ya ile kazi ambayo alifanya ya uzalendo. Wana journalisti, tunakushukuru. Asante. Na ni hapa ndipo tunafika mwisho wa taarifa yetu ya habari katika lugha bora tukufu la Kiswahili, taarifa ambayo ilitoka kwenu na Janvier Emmanuel Kaluya. Ikiwa ni mara yako ya kwanza kutembelea channel yetu, usikose kujiabone kwa channel yetu, kulaki pia kushare kwa wengine tunapotoa habari zetu kila leo, wa kwanza kabisa kuweza kuzipata. Video vyetu vinapatikana mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. La ziada sina, nikutakie asubuhi njema na mchana mwema kwako. Kwaherini.